nilipoiona hoja kwa rafiki yangu kipenzi nikasema hoja hii sendi kuijibu, yani ingekuwa imezungumzwa na wahuni. Angalau unajua katika maisha tuzungumze, itabaki heshima. Namna ambavyo namheshimu Kisugu sina uwezo wa kumdauti, lakini hoja iliyoletwa haikuletwa mahala pake, sio muda wake. Hoja inaleta kugawa klabu, hoja inyooshi vyovyote katika klabu. Kugawa klabu kivipi? Klabu ishughulike sasa na kutengeneza kadi, umenielewa? Watoke watu washughulike na kutafuta ubingwa. Makundi mangapi? Hamwezi kufanikiwa. Tutauza kadi, zitakamilika, huku tutachekwa, ambayo pengine tunahitaji alau tumekosa basi ubingwa kwa bahati mbaya, basi tustiki kwenye nafasi ya pili. Umenielewa vizuri? Lakini kwa mapambano makubwa, ila yote kwa yote tunautaka kabisa ubingwa wenyewe. Tuache basi, ni muda mfupi, mechi 5. Chezesha utakavyochezesha, haziwezi kutimia mwezi na nusu. Labda utudanganye, labda kwa haya makalenda ya FIFA yaliyokuwepo, na hatuwezi wiki 2. Jamani, inabidi kuna muda tutumie busara, tuwape nafasi hivyo. Wiki 2 viongozi hawawezi kwenda kugawika kwa ishu ya wiki 2. Tuvumilie, baada ya hii kalenda nadhani tutarudi katika ligi. Viongozi wa focus katika ligi, watuletee ubingwa wetu. Wakimaliza tunawauliza, jamani, ubingwa tumeuona, hatuna shaka, tunasubiri federation. Yakiwa wakati tunasubiri federation kadi, umeona inapokaa vizuri. Mwache baba atafute basi ugali na riski ya kula leo, alafu baada yake ndo mwambie bwana mzee, unakumbuka kuna Sandrozi, lakini tayari nyumbani kushakuwa na hakika ya kuliwa. Sasa hii hoja kusema kweli haina ustawi kwa muda huu, lakini hoja ina msingi, ina muda wake. 100% ni 100%. 100% wanachama wa vilabu ndio wanaofanya vilabu visifanye vizuri. Kama hamjakomaa kama walivyokomaa Simba Sports, unaweza ukashuka hata daraja. Hapa katikati hapa waliamka wanachama, yule Mangungu nadhani hata mkewe alimwambia achana na Simba. Na imani mkewe alikuwa anamwambia achana. Matusi alikuwa anapokea, namna ya kudhalilishwa alivyokuwa anadhalilishwa. Wanachama ni hawa wa Simba, hawa. Umenielewa? Influencer ndo hawa hawajazaliwa wapi. Wako influencer wanazaliwa afu baadaye ndo hivyo watu waelewi na nini, lakini influencer ndo hawa. Saizi unawasikia tena nyimbo wanadai kadi. Hawa ndo wenye kuvuruga. Hawa hawajengi, isipokuwa viongozi wakivurugwa uamua wenyewe kukaa imara. Viongozi wakikaa imara wanakuja na hoja. Umeona sisi tumesema sio kweli? Nyinyi mlipiga kelele tu. Kuna siku niliwahi kusema neno moja katika kituo hichi chako, tulikuwa tunafanya kipindi Magomeni wa Shabani Mpira Pesa. Sema viumbe dhaifu wote utumia kelele kama ndo silaha yao. Simba anaunguruma mara moja tu brother, anapunguza machungu, kamaliza anawinda kimya kimya. Nyumbu kila atakapokatiza hana uwezo wa kupambana. Ndo kanuni ya viumbe dhaifu, utumia kelele sana. Ukiona mtu bla nyingi kelele, ujue ni kiumbe dhaifu. Shukuru Mungu tuna muda kidogo hapa, hatakuwa hewani, tuseme hivyo. Hamna sababu nyingine, sikukuu ni sikukuu Sheikh. Lazima mjipe mapumziko. Sisi ni watu wa pwani, si ndio wenye sikukuu yetu. Kwa ikija sikukuu automatically tunakatazwa kufanya, na hii ni kazi. Kwa hiyo tumepisha sikukuu, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa tuko salama. Nadhani kilichofuata sasa ni kurudi katika mapambano na harakati za kila leo. Naam bana, wakati tupo katika mapumziko ya sikukuu, kuna mengi ambayo yameibuka siku 2-3 hizi, ikiwemo la baadhi ya wanachama mashabiki wa Simba kudai kadi za wanachama. Wakati huo tukiwa tumesalia na michezo 5 kumaliza ligi kuu, ambapo tupo katika mbio za ubingwa, alama 2 dhidi ya yule ambaye anaongoza. Hiki ambacho wana Simba kwa sasa wanakihitaji ni muda wake, ama kwanza waache viongozi wapambanie ubingwa? Mimi binafsi kwanza hoja hiyo nilisikia kutoka kwa rafiki yangu kipenzi sana, kwa maana ukiacha maisha ya kawaida ya mpira ujamani, rafiki yangu kweli kweli, namzungumzia Mikoi Kisugu. Inawezekana watu wengi wakampigia simu wasipokee, lakini atapokea. Sikutamani kumwambia Mikoi kwamba unaikosea Simba, sikutamani, lakini nilitamani nimwambie Mikoi, hoja yako ina msingi kweli kweli, sio muda wake. Unajua neno hekima ni neno la Kiarabu. Hekima ni neno
tafsiri ya neno hekima ni kila jambo liwe mahala pake. Sasa angalia hapo, hata kama kweli kila jambo liwe mahala pake ndio hekima, kama ni kweli, je, amekukosea baba? Unaweza kumwambia babako umenikosea? Kumbe hii kila jambo likae mahala pake, lipimwe na mizani ya hilo jambo linaweza kwenda hapo mahala pake, si umenielewa? Kwa baba hutomwambia baba umenikosea. Hekima yake sasa kuliweka jambo mahala pake, unamfuata aliyemzidi baba. Mfano kuna baba mkuu, mashangazi waliomzidi babu, unamwambia sababu, bwana mimi siwezi kumsema baba, lakini amenifanyia 1 2 3. Babu kweli ni haki? Babu anasema sio haki, basi nimwafikishia, ila asijue kuwa mimi ndo nimefanyaje. Ndo hekima. Hoja ni nzuri, ina msingi, inakumbusha muda wa kupeleka hoja. Unahitaji, kama uhitaji, maana yake inarudi pale pale. Hoja inawatusi viongozi, hoja haiwafanyi viongozi kwa sawa. Kwa mfano, ngoja nikwambie, wakati tunasimama hoja utengenezaji wa kadi, kama unayo kumbukumbu nzuri, hata dirisha dogo tulikuwa bado, inawezekana hatukuwa na focus ya ubingwa, kwa sababu tulikuwa tunaona kama tunachechemea, tutafute wachezaji wakitupa impact tukalilia ubingwa. Umeelewa? Sijui sasa tunauona ubingwa, tuanze kushughulika na kadi, tushughulika na ubingwa? Hapana, tusitisheni, kwa sababu zoezi la kadi ni zoezi endelevu. Ubingwa sio zoezi endelevu, ubingwa ni season. Ukikosa season hii ujiandae season ijayo, fulani anajiandaa. Kadi ya Simba itauzwa na wana Simba. Ubingwa tunanyang'anyana sisi, sawa? Dodoma Jiji, Yanga, Azam, sijui umenielewa, Kagera, sijui nani kama wamo, ndo watu tunanyang'anyana nao ubingwa, lakini kadi ni swala la wanachama. Tuliacheni, tutamaliza dirisha kubwa, wastani wa mechi 5 zikisha, tarudi katika mpango. Kwa hiyo hoja kwa sasa kusema kweli haiko mahala pake. Hoja inaenda kuwaondoa watu katika misingi ya kimpira. Hoja inaenda kuwafanya viongozi wanakuwa na tempa, kwa sababu unaposema unaandaa kadi, mimi nafahamu kadi utaandaa kwa maana Dar es Salaam tu, Mwanza, Mbeya, Iringa. Huwezi kuratibu kitu hicho kama unacheka. Huwezi kuratibu kitu hicho kama yani ai dakika 5, hii masaa 5. Sasa utawahamisha watu kutoka katika msingi ambao wanauelekea. Acha watu washike jambo moja, walizane na jambo moja, lije jambo jingine. Kwa hiyo nilipoiona hoja kwa rafiki yangu kipenzi, nikasema hoja hii sendi kuijibu, yani ingekuwa imezungumzwa na wahuni. Angalau unajua katika maisha tuzungumze, itabaki heshima. Namna ambavyo namheshimu Kisugu, sina uwezo wa kumdauti, lakini hoja iliyoletwa haikuletwa mahala pake, sio muda wake. Hoja inaleta kugawa klabu. Hoja inyooshi vyovyote katika klabu. Kugawa klabu kivipi? Klabu ishughulike sasa na kutengeneza kadi. Umenielewa? Watoke watu washughulike na kutafuta ubingwa. Makundi mangapi? Hamwezi kufanikiwa. Tutauza kadi, zitakamilika, huku tutachekwa. Ambayo pengine tunahitaji alau tumekosa basi ubingwa kwa bahati mbaya, basi tustiki kwenye nafasi ya pili. Umenielewa vizuri? Lakini kwa mapambano makubwa. Ila yote kwa yote tunautaka kabisa ubingwa wenyewe. Tuache basi, ni muda mfupi, mechi 5. Chezesha utakavyochezesha, haziwezi kutimia 1.5 mwezi. Labda utudanganye. Labda kwa haya makalenda ya FIFA yaliyokuwepo. Na hatuwezi wiki 2. Jamani, inabidi kuna muda tutumie busara. Tuwape nafasi hivyo. Wiki 2. Viongozi hawawezi kwenda kugawika kwa issue ya wiki 2. Tuvumilie, baada ya hii kalenda nadhani tutarudi katika ligi. Viongozi wa focus katika ligi, watuletee ubingwa wetu. Wakimaliza tunawauliza, jamani, ubingwa tumeuona, hatuna shaka, tunasubiri federation. Yakiwa wakati tunasubiri federation, kadi muone inapokaa vizuri, mwache baba atafute basi ugali na riski ya kula leo, alafu baada yake ndo mwambie bwana mzee, unakumbuka kuna Sandrozi, lakini tayari nyumbani kushakuwa na hakika ya kuliwa. Sasa hii hoja kusema kweli haina ustawi kwa muda huu, lakini hoja ina msingi, ina muda wake. Waloweka hoja wafanye subira, twende katika muda, kwa sababu wao walioweka hoja wao ndo huwa wanawakataa viongozi hawa baada ya kufeli. Wao ndo huwa wanatengeneza magenge. Kuna siku niliwahi kukuambia, kwani nyinyi influencer mnataka nini? Mimi sijui kusema kweli. Ukiniuliza influencer wanataka nini, sijui, kwa sababu hawajawahi kuimba nyimbo moja. Wewe unasema Mungu ibariki yule Tanzania, yule huyu na watu wake, bado tunasikiliza nyimbo gani? Nyimbo hiyo moja isiimbwe kwa pamoja kwa vina tofauti, imbwe kwa pamoja kwa vina. Kama wote Mungu ibariki, tuamke tuseme Mungu ibariki, tutaimba kwa pamoja, tutapata song. Mbona tutapata sijui mizani wanaita wataalamu wa muziki, tutapata na hizo vina zake humo. Kama wewe unaimba chako, mimi naimba changu, mimi tuko jahazi moja.
hili jahazi halina pa kuelekea, kwa sababu litahitaji liende Wete, mara litahitaji liende Kojani, mara kila mtu kaimba chake alichoimba. Hatuwezi kufika katika jahazi la namna hiyo. Kwa hiyo mimi niwaambie influencer, kwanza wajue wanachokitaka, afu wajue muda gani unaongea. Unajua sisi kinachotuponza ni kuwa sisi nakuja tu maiki, sasa unaongea mwisho unajikuta huna tena iko cha kuzungumza. Umeelewa bana Abdallah? Unazungumza kila wakati my brother. Kuna muda waambie wao waliokufuata katika maiki, waambie waliokufuata sina cha kuzungumza leo. Napenda nizungumze, napenda nionekane, lakini leo sina. Waache, utapata kesho cha kuzungumza, sio kila itakapokuja. Na kuna mida sasa, nikwambie hawa watu wa social media leo wamekufuata hawa wawili, umezungumza, wamekufuata wale watatu, mwisho utaki kuzungumza lile lile. Unataka kujiona wewe mwamba katika maiki. Dakika ya mwisho utazungumza nini? Utavuruga tu shekhe. Ndio unatoka sasa, wakati unavuruga ndio unaanza. Unajua baadaye unakuta unabomoa. Kama ushawahi kuwinda, wincha mnaita zile nini watu wa pwani. Mbwa akisikia huku ajui anaitwa sehemu gani. Watu wenye busara hufanya mambo yao kwa maarifa. Tuache muda huu upite. Umenielewa vizuri? End of the day tutafanya hayo mambo, Mungu akipenda, baadaye tutawakumbusha. Kadi zitakuja. Mimi sioni kuwa ni swala lazima sana. Mimi bora nisiwe mwanachama wa Simba, bora nisiwe mwanachama wa Simba. Kwa mfano sasa nimekosa kadi, lakini nihakikishe Simba anafanya vizuri. Sasa furaha yangu mimi haishabihishwi na wanachama. Kuwa mwanachama ni kujikaribisha katika klabu, kupata nafasi ya kwenda kutoa maoni yangu katika klabu. Lakini kupenda Simba ndo msingi wangu sasa hivi. Mimi Simba ikiwa bingwa nasikia raha, kama nilivyopata maumivu jana, sikulala kabisa. Zigana zikokosa ubingwa. Yaani nazungumza kitu kingine, hisia zile zinanijia. Kwa mimi Arsenal na Simba ndo sehemu zinazoniumiza, lakini Simba namba moja. Bora uifunga Arsenal hata 8 kesho Simba Sports. Kwa hiyo bwana Abdallah, katika hoja hii hawa watu wanatakiwa wawe makini sana, watatuvuruga. Kwa hiyo tuseme kwamba kuna namna wanachama, mashabiki wamekuwa wanaweza kuwa sababu ya vilabu ama uongozi kuto kufanya vizuri kwa namna moja ama nyingine. 100% ni 100%. 100% wanachama wa vilabu ndio wanaofanya vilabu visifanye vizuri. Kama hamjakomaa kama walivyokomaa Simba Sports, unaweza ukashuka hata daraja. Hapa katikati hapa waliamka wanachama, yule Mangungu nadhani hata mkewe alimwambia achana na Simba. Na imani mkewe alikuwa anamwambia achana. Matusi alikuwa anapokea, namna ya kudhalilishwa alivyokuwa anadhalilishwa. Wanachama ni hawa wa Simba, hawa. Umenielewa? Influencer ndo hawa hawajazaliwa wapi. Wako influencer wanazaliwa afu baadaye ndo hivyo watu waelewi na nini, lakini influencer ndo hawa. Saizi unawasikia tena nyimbo wanadai kadi. Hawa ndo wenye kuvuruga. Hawa hawajengi, isipokuwa viongozi wakivurugwa uamua wenyewe kukaa imara. Viongozi wakikaa imara wanakuja na hoja. Umeona sisi tumesema sio kweli? Nyinyi mlipiga kelele tu. Kuna siku niliwahi kusema neno moja katika kituo hichi chako, tulikuwa tunafanya kipindi Magomeni wa Shabani Mpira Pesa. Sema viumbe dhaifu wote utumia kelele kama ndo silaha yao. Simba anaunguruma mara moja tu brother. Anapunguza machungu kamaliza, anawinda kimya. Nyumbu kila atakapokatiza hana uwezo wa kupambana. Ndo kanuni ya viumbe dhaifu, utumia kelele sana. Ukiona mtu bla nyingi kelele, ujue ni kiumbe dhaifu. Silaha yake imebaki katika mdomo, haiko katika kucha kama wanyama wengine. Umenielewa sasa? Kwa hiyo ukikuta watu wanasema sometimes wanachokisema hawakifahamu, basi hilo nalo sehemu ya tatizo hilo. Nikisema wanachokisema wanakifahamu, kwamba tuseme saizi asubuhi tunatakiwa tusalimianeje bwana, ni good morning, basi hiyo morning kwa maana ya asubuhi. Kama afternoon iwe sasa, tukiweka afternoon ya asubuhi tumesalimia, lakini ndio mahala pake. Sio kweli, sio mahala pake, sio muda wa kuanza kuulizana. Kadi hazina faida yoyote. Mimi niseme utaonekana wa ajabu kuliko kadi hazina faida yoyote. Kwani Simba mwisho kuuza nani kadi za wanachama lini? Haikwenda Simba kwa sababu kadi hamna, inaenda tu. Ila wakibaki watu walionyimwa maslahi, wakija, unajua ilivyo kama vitabu vya Mwenyezi Mungu, Biblia na Qur'ani, watu wana vidosari. Ndio. Wewe una katiba gani ambayo haitakuwa ina dosari? Utakuwa na kitabu gani hakina dosari?
Kwa watu kuwa dosari viongozi, kuna mwingine ndo sehemu ya maslahi yake na ndo maarifa yake alipoishia. Mwingine ana dosari kwa maana anakuja kutafuta umaarufu tu basi, hana kitu chengine. Sasa hatuwezi kuwa na mazingatio na hivyo vitu kila wakati. Kwa hiyo katika hoja hiyo sioni